na maovu ambao wako wanafanya, mafundisho wako wanafundisha ni ya kupotosha watu. Hata haitawezekana Ndasha kwa ile bidii iko nayo, haitawezekana Frank kwa ile bidii iko nayo, haitawezekana mwenyekiti kwa ile bidii iko nayo afundishe watu mafundisho ya kuwapotesha watu, na wakati yeye mwenyewe niko naweza penda naye aokoke aende mbinguni, na wale kundi ile yanaongoza wasipotee waende mbinguni, kwa sababu wana bidii kwa ajili ya kazi ya Mungu. Nikasikia moyo wangu kuugua kusema kwamba tuikale chini niwapatie, tufanye mjadala wa kielimu, tuoneshane yale makosa wako nafanya, basi endelee tena kuyafanya. Wakiendelea kwa ile makosa, wakibaki kwa ile makosa, hawataenda mbinguni pamoja na ile kundi lao lote ambao washakuwa nalo. Tupo hapa na Mwalimu Billy Magambo kutoka nchi ya kidemokrasia ya Kongo, moja ya walimu wakubwa kabisa tulionao ukanda huu wa Afrika Mashariki. Ni mwalimu ambaye ni msomi wa PhD. Na leo tunafanya hapa jambo moja. Tumesema kwamba kuna wahubiri wengi hapa ukanda wa Afrika Mashariki, lakini mwalimu wangu akaniambia bwana, mhubiri Ndacha, Mwalimu Francis Ndacha wa pale nchini Kenya amekuwa na mahubiri ambayo anaona kwake ni upotofu, na angetamani sana ufanyike mdaharo kati yake, debate ambayo itakuwa ya kielimu, waelimishane njia za kwenda kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mwalimu, karibu sana. Kwanza wasalimie watazamaji, msalimie na Mwalimu Ndacha na uongee na watazamaji pamoja na Mwalimu Ndacha. Shida nini mpaka unatamani ifanyike debate? Bwana Yesu asifiwe. Shalom shalom wapendwa mliokuwa mbali na karibu. Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Ni Dr. Pasteur Missionnaire Billy Magambo Kazuba, nikiwa na hamu na juhudi na bidii kwa kuweza kukutanana na watumishi wote wenye kumpenda Yesu Kristo, wenye kumtumikia Yesu Kristo, wenye kuwa na bidii na juhudi ya kutangaza neno la Mungu. Ndio maana nimejisikia kwamba nizungumuze na nyinyi au nizungumuze na mtumishi Ndasha, nikikaa pamoja naye tufanye mjadala wa elimu kwa kumwelimisha, kwa sababu ninasoma maandiko, kitabu cha Warumi 10 mstari wa 2 inanipa fundisho fulani pale. Karibu msomaji, tusomee kwanza pale. Warumi 10 mstari wa 2 anasema hivi, kwa maana nawashuhudia kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu lakini si katika maarifa. Maandiko yanasema kwamba watumishi wengi wanajuhudi kwa ajili ya Mungu lakini si katika maarifa. Okay. Nimekuta kwamba mtumishi Ndasha pamoja na Frank, Pastor Frank, pamoja na mwenyekiti wa Ndasha, ndio Masawe anaitwa nani? Masawe wanajuhudi kwa ajili ya Mungu. Dio. Lakini kitu kinabakosesha tu maarifa. Okay. Yaani elimu. Okay. Na hii kazi ya Mungu hauwezi kuitembea pasipo kuwa na elimu. Sawa. Mimi kama vile mwalimu ninaona kwamba niwaitishe tuikale chini tufanye mjadala wa elimu. Okay. Wa kielimu. Kusudi kwamba wewe watumishi wazuri. Sawa. Kama vile Yesu alivyokusanyisha wanafunzi akawaikalisha kwanza chini, hakuwatuma waende pasipo kufunzwa. Walikala kwanza chini ya miguu yake kwa muda wa miaka 3 iko na wafundisha. Baada ya kuona kwamba wamekisha kujua njoka watumana. Lakini wenzetu kabla wayafunzwa wanaondoka, wanaenda wanapasha habari na kufanya vikundi na kufanya wanafunzi, lakini katika kuwafanya wanafunzi kuna upungufu. Okay. Na ile upungufu karibuni upungufu wa aina 4. Okay. Ambao nimeona kwenye mtumishi Ndasha na Pastor Frank. Sawa. Ndio. Kuna mapungufu gani? Ni makosa au mapungufu? Unaona ni upotofu kabisa au mapungufu? Kuna maneno mbili. Ndiyo. Kuna upungufu na kuna upotovu. Okay. Upungufu wa nini? Wao wenyewe hawana elimu. Okay. Hawana elimu ya Biblia. Sawa. Kama wangekuwa na elimu ya Biblia, wangekuwa watumishi wazuri sana. Sawa. Kama sisi tulienda kwa shule tukaikala chini tukasoma, ni kwa sababu tuielewe vizuri. Na maovu ambao wako wanafanya, mafundisho wako wanafundisha ni ya kupotosha watu. Hata haitawezekana Ndasha kwa ile bidii iko nayo, haitawezekana Frank kwa ile bidii iko nayo, haitawezekana mwenyekiti kwa ile bidii iko nayo afundishe watu mafundisho ya kuwapotesha watu, na wakati yeye mwenyewe niko naweza penda naye aokoke aende mbinguni, na wale kundi ile yanaongoza wasipotee waende mbinguni, kwa sababu wana bidii kwa ajili ya kazi ya Mungu. Nikasikia moyo wangu kuugua kusema kwamba tuikale chini niwapatie, tufanye mjadala wa kielimu, tuoneshane yale makosa wako nafanya, basi endelee tena kuyafanya. Wakiendelea kwa ile makosa, wakibaki kwa ile makosa, hawataenda mbinguni pamoja na ile kundi lao lote ambao washakuwa nalo. Sawa. Ndio. Kosa la kwanza ni hili. Ndio. Kosa la kwanza la mtumishi Ndasha. Ndio. Anafundisha watu kwamba Yesu si kiumbe cha Mungu kilichoumbwa kabla ya kuumba viumbe vyote. Okay. Anawafundisha kwamba Yesu ni mtoto wa Mungu, alitoka ndani ya Mungu. Alizaliwa, alikuwa brought forth. Alizaliwa, kuzaliwa ambayo iko nasema kwamba kuzaliwa ametoka ndani ya Mungu. Hiyo ndio kuzaliwa. Kama Yesu anaitwa mtoto wa Mungu, ni kwa sababu alitoka ndani ya Mungu. Oro hiyo ni dhambi na ni kosa. Kwa nini? Kwa sababu Yesu hakutoka ndani ya Mungu. Yesu ni kiumbe cha kwanza ambacho Mungu aliumba kwa wajibu wa maandiko, kitabu cha Ufunuo 3:14.
3:14. Hiyo ndio kosa kubwa la kwanza la mtumishi Ndasha pamoja na Pastor Franke na mwenyekiti. Okay. Ndio. Sawa, mstari wa 14 anasema hivi. Na kwa malaika wa kanisa lilioko Laodikia andika, haya ndio anenaye yeye aliyeamini. Amina. Shahidi aliye mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Shahidi aliye mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Yeye ndio kiumbe cha kwanza ambacho Mungu aliumba. Okay. Lakini yeye anakatala kwamba haiko kiumbe cha kwanza. Yeye ni mwana wa Mungu kwa sababu alitoka ndani ya Mungu. Tunaposoma maandiko kitabu cha Yohana 4:24 inatuonyesha kwamba Mungu ni roho. Okay. Lakini Yesu si roho. Yesu ni mwanadamu. Itawezekanaje mwanadamu atoke ndani ya roho? Okay. Hiyo ndio kosa la kwanza. Ndio maana nimemwalika tufanye kiwa tapata muda. Tufanye mjadala wa kielimu, nimuelimishe apate kuelewa kwamba Yesu hakutoka ndani ya Mungu, bali Yesu kusudi aye kuwe mwana wa Mungu. Aliumbwa kwanza na Mungu, Mungu akamfurahia. Alipomfurahia Mungu, njoo akampeleka mbele ya malaika, akaenda mpresenter ba malaika. Akasema huyu ndio mtoto wangu huyu. Njoo mwanzo wa Yesu kuitwa mwana wa Mungu. Sawa sawa. Yesu akuitwa mwana wa Mungu kwa sababu alitoka ndani ya mbavu za Mungu, wala ndani ya Mungu. Na hiyo ndio mafundisho yake. Hiyo mafundisho sio kweli. Hiyo ni kosa kubwa. Iko nadanganya watu. Okay. Na asiporekebesha ile kosa, naweza kumpelekea kukosa mbingu. Pamoja na ile kundi ambalo liko natengeneza la Wakristo, ambalo liko naongoza. Mimi kama vile mtu mwenye kusikia uchungu nikaona hapana, huyu mtumishi iko na bidii kwa ajili ya Mungu. Ijapokuwa hana maarifa. Kumbe nimsaidie. Tuikale chini tujadiliane hata kwa saa 2 tu. Tumuelimishe, nimuoneshe kwamba hapana, Yesu ni kiumbe cha kwanza kabla ya kuwa mtoto wa Mungu. Alionekana kuumbwa, baada ya kuumbwa njoo sasa akaonekana kuwa mtoto wa Mungu. Kumbe mtoto wa Mungu sio kutoka ndani ya Mungu, bali ni kwa sababu Mungu alimpeleka mbele ya malaika, akamuonesha malaika, akamwambia malaika, mtoto wangu huyu. Njoo mwanzo wa Yesu kuitwa mtoto wa Mungu. Waebrania 1 mstari wa 4 mpaka 7. Sawa, Waebrania 1:4. 1 mstari wa 4. Mstari wa 4. Amefanyika bora kupita malaika kwa kadiri jina alilorithi lilivyo tukufu kuliko lao. Shuka chini. Kwa maana ni kwa malaika yeyote yupi Mungu, ndiwe mwanangu mimi leo nimekuzaa. Shuka. Na tena leo mimi nitakuwa kwake baba na yeye atakuwa kwangu mwana. Yesu Mungu analeta wa malaika wote, analeta na Yesu. Kisha analeta wa malaika katikati yenu mwe wote. Ni nani ambaye leo nitakuwa kwake baba naye atakuwa kwangu mwana? Hata tena mletapo mzaliwa wake mbele Yesu akuja hapa kudunia, alimpeleka mbele ya malaika, akashurutisha malaika wote wamwabudu. Akamwambia huyu ndio mwanangu. Hapo ndio chanzo cha Yesu kuitwa mtoto wa Mungu. Sawa sawa. Sio kwamba alitoka ndani ya Mungu. Okay. Ndio akakuwa mtoto wa Mungu. Mtoto wa Yesu kuwa mbele ya Mungu ni kwa sababu aliumbwa kwanza na Mungu, baada ya kumuumba akampeleka mbele ya malaika. Unasikia? Ndio. Tuko nazungumzia nini? Tuko nazungumzia kwamba Yesu kuitwa mtoto wa Mungu. Sikatali kwamba Yesu sio mtoto wa Mungu. Ninakubali kwamba Yesu ni mtoto wa Mungu. Mbele awe mtoto wa Mungu, aliumbwa kwanza na Mungu. Okay. Mungu alimuumba kwanza. Kisha wakaumba wa malaika. Sasa njoo Yesu akampeleka, njoo Mungu akapeleka Yesu mbele ya malaika. Akakusanya wa malaika wote akamwambia, "Huyu ndio mtoto wangu." Njoo mwanzo wa Yesu kuitwa mtoto wa Mungu. Sawa. Yesu akuitwa mtoto wa Mungu kwa wakati alikala Mungu alipokuwa na shabaha ya kutumana Yesu hapa kudunia. Ndio sasa Yesu akakubali kwamba atakuwa hapa kudunia kwa kukomboa watu. Ndio Yesu akakubali kuwa mtoto wa Mungu. Kabla wazo la kuja kukomboa dunia ya kuwa mbele ya malaika alimpresenter akasema kwamba huyu ndio mtoto wangu. Sawa sawa. Kosa lingine? Kosa lingine la pili kwa mtumishi Ndasha, angalike anashika sabato. Okay. Oro sabato haina kazi, bilipita na wakati yake. Maandiko yaturuhusu sisi ambao tumemwamini Yesu Kristo tushike sabato. Andiko linakatala kabisa. Kuna maandiko yanayokataza kwa Wakristo kushika sabato. Ndiyo, kuna maandiko yanayokataza kwa Wakristo kushika sabato. Tunasoma Galatia 3:20-24. Wa Galatia 3. Haya. Sawa. Wa Galatia 3. Wa Galatia 3 mstari wa 20, anza 20. Basi aliye mjumbe si mjumbe wa mmoja, bali Mungu ni mmoja. Yeah. Basi je, Torati haipatani na ahadi za Mungu? Rahasha. Kwa kuwa kama ingalitolewa sheria iwezayo kuhuisha, hakika haki ingalipatikana kwa sheria. Lakini andiko limeyafunga yote chini ya nguvu ya dhambi. Makusudi hao waaminio wapewe ile ahadi
kwa imani ya Yesu Kristo. Lakini kabla ya kuja ile imani tulikuwa tumewekwa chini ya sheria, tumefungwa mpaka ije ile imani itakayofunuliwa. Hivyo Torati imekuwa kiongozi kutuleta kwa Kristo ili tuhesabiwe haki kwa imani. Malizia hapo. Lakini wapo imani imekuja, hatupo tena chini ya kiongozi. Unasikia? Torati iliongoza toka wana wa Israeli. Ilianzia wapi? Kumlima wa Sinai. Mpaka gisi walifika Kanani. Torati ndio ilikuwa inaongoza. Mpaka gisi walingwa kwenda wapi? Wanapelekwa utumwani Babeli. Ndio. Torati kaishi. Wakati walitoka tena Babeli kuja kuanzisha tena mji Yerusalemu mpya. Ndio. Torati ilikuwa inaongoza mpaka gisi Yesu alizaliwa. Sasa ndio maana Galatia inatuambia kwamba tulikuwa tumefungwa chini ya kiongozi. Sawa. Aliongoza Torati mpaka gisi Yesu anakuja. Haina maana tena kubakia chini ya kiongozi. Kwa sababu Torati ililetwa na Musa, neema na kweli ililetwa na Yesu Kristo. Sasa kiongozi ni Torati, Yesu sio Torati. Sasa Yesu ashakuya, haina maana tena kubakia kiongozi. Ndio maana haina maana tena Mkristo mwenye kumwamini Yesu Kristo ashike nini? Sabato. Hiyo ni makosa ambayo mtumishi Ndasha iko nayo. Angalike nashika uongozi wa kiongozi, yaani Torati, na wakati Kristo ashakuya. Yesu mwenyewe anajiita kama ndio Bwana wa Sabato. Na Sabato ilikuwa inamaanisha nini? Ni lugha ya Kiebrania. Maana yake Shabaoti. Maana yake pumziko, kutokufanya kazi. Na pumziko halisi tutalipata wapi? Pumziko halisi tutalipata katika Kristo Yesu. Ndani ya Yesu. Hiyo ndio makosa ambayo iko nayo. Pia anafanya kikundi na kile kikundi hawakuli. Kuna chakula ambacho hawakuli kwa sababu wangali mtorati, kwa sababu Torati ilikuwa inakataza vyakula fulani. Na yeye wanakubali kushika zile sheria za ile Torati ya kutokula vitu mbalimbali, na wakati agano jipe imekuja haitukatazi sisi kutokula chakula chote kile. Ndio. Sawa. Kuna kosa lingine labda umeona wanafanya, umesema makosa yapo mengi. Makosa karibuni, makosa hilo ni kosa la pili. Kosa la tatu, anafundisha kwamba wafu wote wako makaburi. Wafu wapo makaburini. Wafu wako makaburini. Ile ni dhambi kubwa sana ambayo iko Ndasha iko nafanya. Pamoja na mwenyekiti, pamoja na Pastor Frank. Kusema wafu wapo makaburini. Wafu wote wako makaburini, wapagani na Wakristo wote wako makaburini. Ile ni dhambi kubwa. Wasipotubu hawataenda mbinguni. Kwani wewe unajua wafu wako wapi? Mimi najua kwamba wafu wako mbinguni. Mtu mufu anapokufa Mkristo, mara moja anaenda mpaka mbinguni. Paradiso. Lakini wao wanafundisha kama wafu wote wanalala makaburi. Haya, anapoteza watu yeye mtumishi Ndasha pamoja na Pastor Frank na mwenyekiti, wanapoteza watu kuambia watu kama wafu wako makaburini. Na wakati tunajua kwamba Yesu Kristo alifufuka, tangu siku Yesu alifufuka, mtu yeyote ambaye amemwamini Yesu Kristo anapokufa, mara moja anachukuliwa na malaika, anampeleka mpaka mbinguni. Na yule ambaye hajamwamini, yule mwenyewe yamwamini, anazikwa, mwili wake unabakia makaburi, nafsi yake inachukuliwa na malaika mpaka jehanamu. Lakini wao wanafundisha kwamba wafu wote wanalala makaburini, wanachunga parapanda. Na wakati Yesu ashakuya, aliacha na shinda kifo na akaacha nafasi, kama mtu anakufa amemwamini Yesu Kristo, ni mara moja tu anaenda mpaka mbinguni mparadiso. Wafu wote wako mbinguni mparadiso. Sawa. Lakini yeye anafundisha kwamba wafu wote wangali makaburi, wanachunga parapanda. Hiyo ni makosa na ni dhambi kubwa. Asipotubu yeye Ndasha pamoja na mwenyekiti na Pastor Frank hawataenda mbinguni. Sawa. Kuna nini lingine jambo lingine cha ajabu Ndasha nilimfuatilia, kuna mjadala alifundisha, kuna nafasi alifundisha kwamba haikuwa mjadala, ilikuwa mafundisho. Kanisani kwake alifundisha kwamba wakati parapande talia, wale watasikia parapande watanyakuliwa, wataenda kuishi mbinguni miaka 1000. Wale wenyewe watasikia parapanda watabaki hapa kwa dunia na kisha wanakufa. Nikaona kwamba amefundisha dhambi, tena ni mongo wa ajabu. Sawa. Na asipotubu hiyo hataenda mbinguni. Kanisa litanyakuliwa, litaenda fanya miaka 7 mbinguni. Kuna miaka ngapi? Miaka 7 ya mpinga Kristo, na hiyo miaka 7 ya mpinga Kristo ndio kanisa litanyakuliwa, litatumika hiyo miaka 7. Hiyo miaka 1000 alifundisha ni wakati kanisa litachuka kutoka mbinguni kia kubakia pamoja na Yesu hapa kwa dunia, litarenyea miaka 1000. Na hiyo miaka 1000 ni kufuka kwa shetani. Lakini yeye amefundisha watu kwamba hiyo miaka 1000 kanisa litafanya mbinguni, bali wenye kusikia parapanda watauawa na dunia inaishia pale. Na wakati kungaliki kazi, kungali miaka 7 ya mpinga Kristo, unasikia? Ndio. Kukingaliki miaka 1000 kufungwa shetani, kukingaliki watu watafufuka, ufuko wa 3. Unasikia? Kukingaliki wana wa Israeli saka 1444 wangali watahubiri injili. Hivyo vyote hakubitaja ndani. Nikaona kama Ndasha na upungufu katika juhudi ya kazi ya Mungu ndani.
anakosewa na nini? Maarifa. Na ndio maana nataka tufanye mjadala na Ndasha kusudi kwamba aache kudanganya watu, atapotea. Inabidi akale chini afunzwe, kama sisi tulikala chini tukafunzwa, naye akale chini afunzwe, asikue haraka haraka kwenda na danganya watu, akifanya kazi ya Mungu kumbe anafikiri kwa anafanya kazi ya mapenzi ya Mungu, kumbe afanye mapenzi ya Mungu. Hiyo ndio Shabana kiini ninalomba kwa wale wote wanaonisikia. Kuna mada nyingine labda Mwalimu Ndacha huwa anatufundisha, anakataa, kwa mfano mambo ya kuabudu siku ya Jumapili, kushika ni Sabato, kwamba tunashika kama pumziko siku ya Jumapili, alafu kuna vitu vingine ambavyo anakataa Utatu Mtakatifu. Kama vile mtu anakataa Utatu Mtakatifu ni mpagani. Hiyo vyote vinachangia wetu ni ukosefu, hata haina mbinguni. Aikataa Utatu Mtakatifu. Hivyo amekataa Utatu Mtakatifu mara moja, Ndasha ni mpagani. Okay. Na sipo tu hata haina mbinguni. Okay. Kwa sababu gani? Kwa sababu Biblia inasema tunajengwa kwa misingi ya mitume na manabii. Yeah. Manabii wote waliamini Utatu Mtakatifu. Okay. Na manabii wote walisikia sauti ilishuhudia. Waraka wa kwanza wa Yohana 5 mstari wa 7 mpaka mstari wa 9. Mstari wa 7 anasema waraka wa kwanza wa Yohana, naye Roho ndiye ashuhudiaye, kwa sababu Roho ndiye kweli. Kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba na Neno na Roho Mtakatifu, na watatu hawa ni umoja. Shuka chini. Kisha wako watatu washuhudiao duniani, roho na maji na damu, na watatu hawa hupatana kwa habari moja. Tukiupokea ushuhuda wa wanadamu, ushuhuda wa Mungu ni mkuu zaidi. Kwa maana ushuhuda wa Mungu ndio huu, kwamba amemshuhudia mwanawe. Yeye amwaminie mwana wa Mungu anao huo ushuhuda ndani yake. Asiyemwamini Mungu amemfanya kuwa mwongo, kwa kuwa hakuamini huo ushuhuda ambao Mungu amemshuhudia mwanawe. Unasikia? Na hiyo ndio msingi wa mitume. Msingi ya mitume. Wakati Yesu alibatizwa, sauti ilisema huyo ndio mwanangu upendwa, mmsikie. Yesu kwa kumlima anabadilisha sura. Ile sauti tena ikatoka. Petro akasema, sasa hii sauti ulisikia, sisi tulikuwa washuhuda, tulisikia ile sauti. Sasa wakati unapokatala Utatu Mtakatifu, unamfanya Mungu kuwa Mungu. Ina ile ni dhambi. Unapofanya Mungu kuwa Mungu utaenda wapi? Hakuna. Yeye yote nalomba Ndasha ikale chini tumfundishe, kwa sababu anabidii, kwa sababu ya Injili. Anabidii kabisa. Ile bidii yake inafurahia sana, lakini kosa tu ama dhambi tu ni hiyo mafundisho kwa nafundisha watu. Okay. Na ndio maana nimemwalika akuye tuikale chini tufanye mjadala wa kielimu. Mimi nina elimu, yeye hana elimu. Okay. Inabidi nimfundishe, tuikale chini tufundishane, nimuoneshe kama atakubali kutenguka atakuwa mtumishi mzuri sana. Sawa sawa. Hiyo ndio sababu ya kumwalika akuye, na ndio sababu tu mimi nakuya huko. Kama angelikuwa anajua singelikuya huko. Wala singemwalika. Okay. Njoma nikwambia fanya nguvu yote tu nimwalike Ndasha. Tumpate Mwalimu Ndasha. Asije akakosa mbingu. Haiko peke yake, pamoja na ile kundi lote lenye kunafundisha. Na ndalomba wakati tutakuwa tunafanya, tukimaliza mjadala tunaenda kufanya semina. Okay. Tunamuingiza msemina. Tukimaliza mjadala tunamuingiza msemina. Tukimaliza mjadala tunamuingiza msemina. Kuna kitu fulani atakuwa amefaidika sana. Na atakuwa mtumishi mzuri. Sisemi kwamba afuate akwe mzehebu yangu. Abake tu kule kule, lakini abadilishe hizo tabia ya kufundisha mafundisho mafu na kuacha kushika Sabato. Okay. Ndio. Kwanza mimi mbatu walimwambia toke Mbadventiste. Mimi Mungu alinifunulia. Mimi nilikuwa mtu wa kwanza. Okay. Ndio. Wakati nilipofika Nairobi, nilipofika Kenya Mkambi, nilimpigia simu kumwambia Mungu ananiambia utoke Mbadventiste. Ulimpigia Mwalimu Ndacha kumwambia atoke kwa Wasabato? Iko na yeye pekee ni shahidi. Nilimpigia simu, nilikuwa sijajua kama iko na problemu mkanisa yake kama atatoka. Nililotaka tu naambia sikia sauti inaniambia nimwambie atoke. Sauti ilikuwa inaniambia atoke aandishe yake minister. Ndio. Aandishe yake kanisa tofauti na Adventist. Lakini cha ajabu tena nenda andisha kanisa tena batampera. Adventist wale. Bila benye alitoka Adventist ndio vile alifuata tu. Alibadilisha ndio jina tu. Hakubadilisha jina, alibadilisha tu kama njoo ni siwi uongozi. Ndio. Lakini angali mule Adventist. Oro Mungu alikuwa anambia atoke akwe Mpentecost. Okay. Na sipotoka Adventist hata ina mimi. Sawa. Ndio. Okay. Asante sana. Sawa, umeongea vizuri sana. Tunamwalika hapa Mwalimu Ndacha. Nafikiri tujipange hapa kwa sababu wewe upo tayari kwa mdahalo kuanzia lini? Mimi niko kwa mdahalo tangu leo, niko tayari. Hata kesho niko tayari, hata niko hapa mwezi mzima kwa ajili yake. Okay. Lakini ningehitaji kama kuna bakia wiki moja, kama kunaweza kuwa matayarisho wiki moja, karibu sana na mngoja kwa hamu sana. Na siku ya peke yake asimwache Pastor Frank. Okay. Pamoja na huko mwingine pastor mchungaji wa kanisa la Global, representant legal wa kanisa Global. Ndio. Yaani ni nani daktari alisoma teolojia. Okay. Alikuwa anazungumza na Kiebrania, Ndasha akamkaribisha kwa wakati mmoja, alimkaribisha. Na nahitaji na ule naye amwalike wakwe pamoja naye.
Ndio. Sawa sawa. Sawa, na tunatarajia Mwalimu Ndacha ukiipata hii video basi utujibu mapema na utuambie kama upo tayari kwa mdahalo, lakini kwa sababu mwalimu hapa anasema ana ndani ya mwezi mmoja tutakuwa amemaliza, tungeomba basi siku ya tarehe 23 tuanze mdahalo wetu siku ya tarehe 23 mwezi huu, ambapo tarehe 23 mwezi huu itakuwa siku ya Jumatatu. Manake ni Jumatatu ya kesho ile inayofuata. Tutafanya siku ya tarehe 23 kutokana na mada tutakazokuwa nazo. Ikiwezekana tufanye siku ya tarehe 24 na siku ya tarehe 25, na ikiwezekana mwalimu hapa wewe mwenyewe utatuambia kwanza kama upo tayari kwa kila siku tufanye mada mbili, isifanyike mada moja, zifanyike mada mbili. Mada ambazo tunaweza tukazichagua sisi hapa ni kuhusiana na mada ya Utatu Mtakatifu. Wewe tunajua Mwalimu Ndacha unakataa Utatu Mtakatifu, mwalimu hapa anasema Utatu Mtakatifu unafaa, na ukikataa Utatu Mtakatifu unaenda motoni. Kuna mada ya kwamba Sabato ni dhambi kwa anayemwamini Yesu. Kama ulivyomsikia mwalimu hapa amesema ukimwamini Yesu hauna haja tena kushika Sabato, na ukishika Sabato unafanya dhambi. Tutakuwa na mada nyingine, huyu mwalimu alikuwa anaelezea hapa kuhusiana na wafu. Wewe mara nyingi unatuambia, mara zote unatuambia kwamba wafu wapo makaburini. Na mwalimu hapa anasema wafu wale waliokufa katika Kristo wapo mbinguni. Kwa hiyo tungepanga mada tuseme wafu wako wapi, itakuwa sawa. Na kuhusiana na unyakuo wa kanisa, kuna kubishania hapo miaka. Je, unyakuo wa kanisa utakuwa miaka 1000 au miaka 7? Alafu kuna mada kubwa zaidi kabisa ambayo hasa inatusumbua ni kuhusiana na Yesu. Yesu ni kiumbe wa Mungu au mzaliwa wa Mungu? Yesu aliumbwa au alizaliwa na Mungu? Kwa sababu tunabishana hapo. Tumekuwa na kubishana. Mara nyingi Mwalimu Ndacha akinifundisha anasema Yesu alizaliwa, alikuwa brought forth. Wakati wewe mwalimu hapo unasema hapana, Mwenyezi Mungu alimuumba. Kwa hiyo nafikiria itakuwa jambo zuri sana. Mwalimu, labda kwa kumalizia, ongea kwanza na watazamaji wetu na Mwalimu Ndacha mwenyewe. Pia kwa watazamaji wetu wewe mwenyewe tutazama, ninawasihi na kuwaomba kwamba mniunge mkono kimaombi, kifedha kwa kusapoti huduma hii. Kwa sababu sina yoyote anayenisupport. Ni ile kidogo ninayopata, ninajitahidi kutembea na kwenda na saidia wenzangu watumishi. Ningehitaji nyinyi ambao mko mbali na karibu, mnakiwa huko na uwezo, naweza kupatia namba yangu ya simu ya WhatsApp. Unaweza kujadiliana na mimi kama ninatafuta support, unisupport kwa hii huduma niko nayo. Zaidi sana mtumishi Ndasha ninamwalika kabisa akuye tusaidiane na mtusaidie, na nyinyi ambao mko kule karibu na Ndasha mwambie kwamba ninamhitaji sana tumsaidie. Siwezi pena Ndasha kose mbingu. Sawa. Namba ya simu? Namba ya simu naweza kuhitaji hapo. Okay, namba ya simu hapa ni unaanza na alama ya kujumlisha 254, alama ya kujumlisha 254, alafu 100 64 71 54. 254 100 6471 54. Pale utakapoanza unaanza na alama ya kujumlisha au alama ya plus. Kwa hiyo kama tumeacha ni yetu kwa mara ya kwanza, tafadhali subscribe ili kwanza kupata kila video tunakuwekea. Asante.